Amekamatwa sio kwa sababu anakosa, amekamatwa kwa sababu ya hofu ya watu ambao hawana uwezo, hawana ushawishi, hawakubaliki kwa jamii. Wanataka watumie nafasi hiyo kumnyamazisha. Moja, kumlazimisha afatwe matakwa yao, apige magoti, a compromise. Na Lissu akicompromise ina maana chama kina compromise. Chama chetu kicompromise ina maana Watanzania wanapoteza matumaini ya kubadilisha nchi yao. Yeye amekataa kufanya hivyo. Pamoja na kupitia magumu yote haya, amekataa kuwapigia magoti hao wadhalimu ambao mimi mwenyewe na yeye na viongozi wengine wa chama walitutafuta, pia wametafuta familia yake, wakijaribu kuweka masharti ambayo sisi tumeyakataa. Mojawapo ya masharti hayo ni kwamba Lissu akubali kuachiliwa, lakini aache kufanya siasa ndani ya nchi, aache kuwatetea Watanzania, aondoke akakae nje ya nchi. Lissu amekataa. Wametupa masharti ambayo sisi tumeyakataa. Na yasema haya mbele yenu wa Tanzania ili mwelewe kwamba Lissu anaumizwa kwa sababu ya mapenzi yake kwa nchi yetu, kwa sababu ya mapenzi yake kwenu, kwa sababu ya mapenzi kwa kijana ambao umemaliza chuo, hauna kazi ya kufanya, wakati fedha kwa mabilioni ya fedha yanaibiwa kila siku, kama tulivyosikia kwenye ripoti ya CAG kwamba unakuta sekta moja tu au vifaa vinanunuliwa feki au vilivyopitwa na wakati au kila idara inapata hasara, huku Watanzania kwa maelfu wanakufa kwa kukosa madawa ambayo walistahili kuwa nayo. Watu hawana maji. Lissu yuko ndani kwa sababu anataka upate maji. Lissu amekamatwa, yuko ndani kwa sababu anataka wewe kijana unayeendesha bodaboda upate kazi ambayo ni decent zaidi, kazi ya heshima zaidi ambayo itakupatia kipato kikubwa. Lissu yuko ndani kwa sababu anataka madini yetu, kama alivyosema siku alipokamatwa akiwa Mbinga, akizungumza kuhusu maelfu kwa matani ya malori ya makaa ya mawe yanayoondoka Mbinga, huku watoto wa Mbinga wakibaki wanautapia mlo na hawana hata shule wala maji. Anataka hayo makaa ya mawe na chuma na dhahabu ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia itumike kuendesha na kubadilisha maisha yako. Lissu hajakamatwa akiwa naiba. Ni wajibu wetu sasa kumpigania Lissu na kumtetea. Alipokamatwa Nelson Mandela akawekwa ndani na wenzake wakati wa kesi maarufu ya Livonia trial ambayo iliwahukumu kufungwa miaka 27. Mara ya kwanza dhamira na nia ya serikali ya kikaburu, serikali dhalimu kama iliyoko Tanzania, ilikuwa ni kuwanyonga wakina Nelson Mandela. Lakini kwa jinsi ambavyo watu wa Afrika Kusini walisema Mandela amekamatwa kwa ajili yetu, wakajitokeza kwa wingi, wakafanya kampeni kubwa ndani na nje ya nchi. Makaburu walilazimika kubadilisha kutoka kuhukumu ya kunyonga wakina Mandela wakawafunga maisha. Lakini kampeni ilipokuwa kubwa zaidi, kiu ya Waafrika Kusini na watu wa dunia hii wanaopenda haki walipopiga kelele zaidi, wakina Mandela badala ya kufungwa maisha na kufia gerezani, walitoka baada ya miaka 27 na wakaikomboa Afrika Kusini. Jambo langu kwako wewe kijana unayetuona, unayedai kwamba unatuunga mkono, sio kusemea chini chini. Tunapaswa kuanzisha kampeni kubwa ya kutaka utawala huu wa kidhalimu umwachie Tundu Lissu, kwa sababu Lissu amekamatwa kwa ajili yetu. Kwa sababu wote tunajua na wote tunaamini Lissu hana kosa. Lissu sio mkosaji. Lissu ni mtu mwema anayetupigania. Ili asikate tamaa, ili asiwe na baridi kule aliko anafikiri kwamba nimekamatwa na watu niliokuwa na wapigania wamerudi nyuma. Tunapaswa kuanzisha sasa, kuanzia leo, kampeni kubwa kwenye kila platform, kwenye Facebook, kwenye Instagram, kwenye TikTok, kwenye Twitter, ya kumdai Lissu.
Wale mlioko nje ya nchi mnaotusikiliza, diasporas wetu, tembeleeni kila ofisi kwenye kila nchi ulioko kudai immediate release ya Tundu Lissu bila masharti.